Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Karibu tena kuhabarishana na kupeana zile tips za kimichezo ambazo zimechukua nafasi katika masuala ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Kama hujasubscribe bwana, unapitwa na habari nyingi sana kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Basi sisi kila taarifa tutakuletea humu ndani. Usajili wote wa Simba wanamsajili nani na wanawacha kina nani, basi taarifa hizo zote tayari tutakuletea humu na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Na kwa upande wa Yanga wanamsajili nani na wanamwacha nani, basi taarifa hizo zote utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani, na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Kama hujasubscribe basi gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ambayo utadondosha humu ndani basi itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification. Ukishawasha tu data basi taarifa hiyo itaingia kama notification. Sisi kila siku tutadondosha habari mpya humu ndani. Basi ili usipitwe na taarifa hiyo, subscribe ili ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Basi karibu uweze kuhabarika na zile taarifa moto za kimichezo. Bana, wapinzani wa Simba Al Masry kutoka nchini Misri tayari wameshagusa ardhi ya Tanzania tayari kwa mchezo wa Jumatano Aprili 9 katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kumbuka Al Masry ndio wapinzani wa Simba katika hatua ya robo finali, na mchezo wa kwanza wa mkondo wa kwanza Al Masry waliweza kushinda bao mbili kwa sifuri katika kule kwao Misri, katika ule mji wa Canal Suez, ambapo Al Masry waliweza kushinda kwa mabao mawili kwa sifuri mbele ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari wameshatua katika ardhi ya Tanzania kuelekea mchezo wa marejano Aprili 9 siku ya Jumatano katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba wanahitaji ushindi wa mabao matatu, kama si matatu basi waweze kupata mabao mawili ili waweze kulevel aggregate na ubao uweze kusoma 2-2 ama matokeo yawe 2-2, na hapo sasa itafata mikwaju ya penalty na ambaye ataelekea katika hatua ya nusu finali. Kama Simba hawataji kufika katika mikwaju hiyo ya penalty ama katika penalty, basi waweze kushinda ndani ya dakika 90 mabao matatu ambayo yatawapa tiketi kuelekea katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho ambayo Simba wameitafuta katika misimu 6. Hatua ya nusu finali hawajaipata na wanaishia katika hatua ya robo finali katika michuano hiyo ya CAF, na maanisha klabu bingwa pamoja na upande wa shirikisho. Hivyo basi ni mchezo mgumu kwa Simba, na tayari Al Masry wameshagusa ardhi ya Tanzania kwa ajili ya maandalizi kuelekea mchezo huo wa siku ya Jumatano pale katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kama hujasubscribe gusa tu neno subscribe, basi utakuwa umejisajili ama umejiunga na channel hii ya habari za michezo na burudani. Sisi kila siku tunakuwa update wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili usiweze kupitwa na taarifa zetu za kila siku. Basi gusa tu neno subscribe, basi taarifa zote ambazo tutadondosha humu ndani basi utakuwa kwanza kuzipata taarifa hizo kwenye simu yako ya mkononi, yani notification. Basi fanya hivyo ili ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Kumbuka pia kama nilivyokuambia hapo awali, tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Hivyo taarifa zote za usajili utazipata hapa katika channel yako hii habari za michezo na burudani. Simba wanamsajili nani na wanamwacha nani, basi taarifa hizo zote tutakuwekea hapa na wewe utakuwa kwanza kuzipata taarifa hiyo. Kwa upande wa Yanga wanamsajili nani na wanamwacha nani, basi taarifa hizo pia tutakuwekea hapa na utakuwa kwanza kupata taarifa hiyo. Yani ukiwasha tu data basi utapata notification ya taarifa hiyo kama tutakuwa umesha subscribe. Kama hujasubscribe uweze kupata notification hiyo, ila kama ukigusa tu neno subscribe basi notification hiyo itakujia moja kwa moja katika simu yako mkononi. Ukiwasha tu data basi taarifa zetu zote za usajili na taarifa zingine zote za michezo basi zitamiminika katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza
kupata taarifa hizo. Hivyo gusa tu neno subscribe ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Kumbuka tunaelekea mwishoni mwa msimu, basi taarifa ni nyingi. Basi leo nikuletea taarifa hii ya klabu ya Al Masry kutoka kule nchini Misri. Wapinzani wa klabu ya Simba katika michuano ya kimataifa kombe la shirikisho tayari wameshawasili katika ardhi ya Tanzania na tayari kuwavaa wekundu wa Msimbazi Simba Aprili 9 katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kikiwa ni mchezo wa mkondo wa pili. Kumbuka mchezo wa mkondo wa kwanza Simba alipoteza kwa mabao 2-0. Hivyo Simba yupo nyumbani katika dimba la Benjamin Mkapa kuwakaribisha Al Masry ambao tayari wameshanusa ardhi ya Tanzania, ama wameshanusa ile harufu ya jiji la Dar es Salaam, tayari kuwawinda Simba, ama tayari kwa mchezo wa Jumatano katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam majira ya saa 10. Mbungi hiyo itapigwa kati ya Simba na Al Masry. Simba kuitafuta hatua ya nusu finali. Endapo atafuzu, basi itakuwa ni mara kwanza kuingia katika hatua nusu finali katika misimu yote 6. Simba ameishia nafasi ya robo finali. Hivi msimu huu atafanikiwa kuingia katika nusu finali mbele ya Al Masry ambao tayari yupo nyuma kwa mabao 2. Anatakiwa a level scoreboard kuwa 2-2 ama aweze kushinda mabao 3 katika dimba la Benjamin Mkapa ili aweze kufuzu kuelekea katika hatua ya nusu finali. Alishafanya hivyo kwa upande wa Nkana na kwa upande wa AC Vita miaka hiyo 2017 na 18 na kutinga katika hatua ya makundi ya kombe ila shirikisho la klabu bingwa barani Afrika. Msimu huu atafanya nini katika uwanja wa bahati wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo kwenye maamuzi magumu basi umekuwa uwanja wa bahati wa klabu ya Simba. Tusubiri tuone Simba ama Al Masry nani ambaye ataingia katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho la vilabu barani Afrika. Usahau kusubscribe ili uwe mwanafamilia wa channel hii.